Habari za usiku huu, mtazamaji wa Television Tumaini popote pale ulipo, nikiamini mzima wa afya, na karibu katika Tumaini Habari, ikiwa leo ni Jumatatu ya Juni 23 mwaka 2025. Kuletea Tumaini Habari naitwa Frankie Godfrey, na haya ndio ambayo ninakwenda kuletea katika Tumaini Habari siku hii ya leo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa azitaka taasisi za serikali kujiunga na mfumo unaowezesha kuwasiliana. Askofu Mkuu Nyaisonga awaasa waamini kuilinda Tanzania na uovu. Irani yaomba usaidizi kwa Urusi baada ya Marekani kuvishambulia vinu vya nyuklia. Na katika habari za michezo na burudani, Amdam awaangukia wadau wa michezo wamsaidie. Na mtazamaji, jina langu naitwa Frankie Godfrey, na karibu katika Tumaini Habari hadi tamati yake. Lakini nikumbushe kwamba unaweza kuifuatilia Tumaini Habari katika mtandao wa YouTube, unaandika Tumaini_ unatupata kabisa. Lakini pia mtazamaji mpendwa, nikukumbushe kwamba kuendelea kuiunga mkono kampeni yetu ya Tegemeza Tumaini Media kwa majitoleo yako kupitia nambari zetu za Mix by Yas na M-Pesa zinazotangazwa kwenye vipindi vyetu mbalimbali hapa Tumaini Media. Lakini pia kauli mbiu ya moyo mtakatifu wa Yesu, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, sisi sote ni maujaji wa matumaini. Na mtazamaji, karibu tuanze na taarifa inayomhusu Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Ameziagiza taasisi za serikali ambazo hazijajiunga na mfumo wa kielektroniki utakaowezesha mifumo ya serikali kuwasiliana kujiunga na mfumo huo ifikapo Julai 30 mwaka huu, ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia katika kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Tupate taarifa zaidi. Ametoa maagizo hayo alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya utumishi wa umma yaliyofanyika katika viwanja vya Chinangali Park jijini Dodoma. Pia Waziri Mkuu Majaliwa amesema mfumo huo una faida kubwa katika utumishi wa umma, kwani utasaidia kurahisisha utendaji, kutoa taarifa kwa wakati, kuondoa makosa ya kibinadamu katika kuwahudumia wananchi, pamoja na kuwabana wala rushwa. Aidha, Majaliwa ametoa wito kwa taasisi zote za umma zenye mifumo na zinazoendelea kubuni mifumo zihakikishe mifumo hiyo inasomana na inaweza kubadilishana taarifa kupitia mfumo huo wa Gov-ESB, ikiwa ni njia mojawapo ya kuendelea kuboresha huduma za serikali. Kwa taasisi zote za umma ambazo hazijajiunga na mfumo huu, mwisho tarehe 30 mwezi wa 7, wote ambao mmeshaingia pale Gov-ESB. Huu ni msisitizo ulitolewa na Mheshimiwa Rais pindi iga utakapokamilisha kila mmoja apeleke mfumo. Kadhalika, Majaliwa ameitaka mamlaka ya serikali mtandao iga kuhakikisha mifumo inayounganishwa inaendelea kubadilishana taarifa. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu ametoa wito kwa watumishi wa umma kuzingatia miiko na maadili ya utumishi katika utekelezaji wa majukumu yao kwa kuzingatia sera na sheria kwa manufaa na maendeleo ya taifa letu. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, George Simbachawene, amesema Tanzania imetambulika kimataifa, ambapo mwaka 2022 Benki ya Dunia ilifanya utafiti kuhusu ukomavu wa matumizi ya teknolojia duniani katika utoaji wa huduma za serikali na ushirikishwaji wa wananchi. Mwaka 2022 Benki ya Dunia ilifanya utafiti kuhusu ukomavu wa matumizi ya teknolojia duniani katika utoaji wa huduma za serikali na ushirikishwaji wa wananchi, yani GovTech Maturity Index. Na katika nchi 198 duniani sisi tulikuwa na nafasi. Maonyesho haya ambayo yalikuwa ni wiki ya utumishi yametuwezesha sisi kufikia watu wengi zaidi. Kulikoni tungekuwa tumebaki ofisini peke yetu kuwafikia watu, tungewafikia lakini wasingekuwa wengi kama ambavyo tumewafikia siku ya leo.
Katika tukio hilo, Majaliwa alizindua mifumo miwili ambayo ni mfumo wa kielektronic unaowezesha mifumo ya serikali kuwasiliana na kubadilishana taarifa, ujulikanao kama Government Enterprises Services Bus (GovESB), pamoja na mfumo wa e-wekeza unaomwezesha mtumishi wa umma kuwekeza katika mfuko wa Faida Fund. Siku ya utumishi wa umma husherehekewa Juni 23 kila mwaka na nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kwa lengo la kutambua mchango wa watumishi wa umma katika maendeleo ya nchi zao na bara la Afrika kwa ujumla. Asante mwandishi wetu kwa taarifa hiyo. Askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, Mhashamu Gervas Nyaisonga, amewaasa waamini kulilinda taifa la Tanzania na uovu. Taarifa ya Sister Martha Malugala kutoka Jimbo Kuu la Mbeya inasomwa hapa studioni. Ameyasema hayo wakati akitoa homilia yake kwenye ibada ya misa takatifu iliyofanyika katika parokia ya Kamsamba, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe, Jimbo Kuu la Mbeya. Ni wakati ambapo hata sisi wainjilishaji tuamshe dhamiri za watu ziwe hai, zimuogope Mungu, wasiwe tayari kufanya mabaya ili mradi tu wanataka ushindi. Kama vile kila mtu amechangamka anataka kuona anayegombea anataka kushinda, na hamna siku tayari kushindwa, kila mtu anataka ashinde. Na basi vile na sisi twende na sisi na hali hiyo kuamsha mioyo ya watu wafanye atakavyo Mungu. Pia Mhashamu Askofu Mkuu Nyaisonga ametumia ibada hiyo kuwakumbusha waamini wasisite kusimamia ukweli pindi wanapoona mambo yanakwenda kinyume. Tunapokea Ekaristi tunaitwa kutoa ushuhuda wa Ekaristi. Niwasihi wana Kamsamba na wote ambao wanashiriki matukio mbalimbali yanayoendelea nchini, msimame katika ukweli, na pale mnapoona jambo haliendi sawa, msisubiri. Bwana Yesu alisema wapeni nyinyi chakula, wala kujitetea sisi chakula cha kuwapa hatuna. Akasema kipo hiyo mikate 5 na samaki 2 wapeni. Aidha, Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga ametaja mambo ya kuzingatia kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania. Tuwaambie wanaokosea, tuwakumbushe wanaokosea, na tusifanye uchaguzi kwa kurubuniwa kwa zawadi au kwa rushwa, kwamba kura yako inanunuliwa. Hilo litakuwa ni kosa kubwa, wala sio ushuhuda wa Ekaristi. Hata kama tutakimbia mji mzima wote tunamshangilia Kristo, tukitoka hapa tukaenda huko tunaanza kupokea rushwa na kufanya siasa chafu, huo si imani, sio Katoliki, wala sio maisha ya Ekaristi. Parokia Mtakatifu Karoli Lwanga ni kati ya parokia zinazopatikana wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe, Jimbo Kuu la Mbeya. Christian Steven Liezia, Tumaini Habari. Na mtazamaji, ni taarifa yake Sister Martha Malugala kutoka Jimbo Kuu la Mbeya kama ilivyosomwa hapa studioni. Wananchi wa kijiji cha Nyandira, tarafa ya Mgeta, wilayani Mvomero, mkoani Morogoro, wameiomba serikali na wadau kuelimisha zaidi umuhimu wa matumizi ya nishati safi ili kuepukana na masuala ya uharibifu wa mazingira na vyanzo vya maji kunakofanywa na shughuli za kibinadamu, ikiwemo uchomaji moto misitu kwa ajili ya kupata mashamba na ukataji miti kwa ajili ya kupata nishati ya kuni na mkaa kwenye maeneo yao. Hii hapa ni taarifa zaidi. Wananchi hao Emmanuel na Yohana Rwanda, wakazi wa Nyandira wilayani Mvomero, wamesema ili kuepukana uharibifu wa mazingira ni vyema serikali na wadau kuwasaidia kupata nishati safi ili kuachana na matumizi ya kuni na mkaa, hatua itakayosaidia kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji. Tunapatiwaga elimu vizuri, bali kama kuna uwezekano kuongezwe zaidi kulingana na teknolojia inavyoenda, maana walio wengi wakazi wa huku wanatumia nishati ya kuni. Hivyo basi kwamba itakuwa ni hatari sana kwenye uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo tungeomba ikiwezekana tuletewe nishati mbadala kwa ajili ya kuweza kulinda mazingira. Lengo kubwa kwa niaba ya utunzaji wa misitu pamoja na maji. Kwa hiyo mimi mwenyewe kuanzia leo nitakuwa mdau wa kutunza misitu pamoja na maji. Na ushauri wangu kwamba kupitia haya matamasha tujitahidi
kwa ajili ya kushiriki, lakini pia tuweze kuwa watunzaji wa miti pamoja na vyanzo vya maji. Kwa upande wake mhandisi Pasco Joseph ameahidi kusimamia vyema utunzaji wa vyanzo vya maji na maeneo ya kitalii kwa kuhakikisha yanakuwa safi ili viweze kuvutia zaidi mazingira na katika masuala ya utalii. Hii ni fursa kama mlivyoona, Ululu Waterfalls ni kubwa kuliko maporomoko mengine. Tunajua kwamba kuna maporomoko kama yale ya Choma ni madogo kuliko haya kama mlivyojionea siku ya leo. Kwa hiyo sisi kama wadau tutaweza kuchukua haya matukio ya leo ambayo tumeshiriki kwa pamoja kwenda kutoa elimu kwa wengine, lakini pia kupeleka elimu hii na kwenda kutoa fursa hii kwa wengine ili waweze kupata nafasi ya kuja kujionea wenyewe. Wananchi wa tarafa ya Mgeta kijiji cha Nyandira walipata elimu ya uhifadhi wa mazingira na utunzaji wa vyanzo vya maji na wataalamu kutoka ofisi ya bodi ya maji Bonde la Wami Ruvu, iliyoenda sambamba na mashindano ya mbio za kilomita 5 katika kivutio cha maporomoko ya maji Horuru, ambapo mshindi wa kwanza aliibuka na kitita cha zaidi ya shilingi 200,000. Zaidi ya shilingi milioni 700 zimefanikisha ujenzi wa kiwanda cha kisasa cha kuchakata zao la mkonge kinachojengwa katika kijiji cha Taula, wilaya ya Handeni, mkoani Tanga, ambacho kinatajwa kufungua fursa mbalimbali kwa wakulima, lakini pia kuongeza ajira kwa vijana na kuongeza uzalishaji wa zao hilo hapa nchini. Taarifa zaidi na Dominic Maro kutoka huko mkoani Tanga. Hayo yamesemwa na makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa bodi ya mkonge Tanzania, Profesa Esther Ndugumaro, wakati wa bodi hiyo ilipotembelea miradi yake ikiwemo shamba la mkonge la Kibaranga ambalo linafanyiwa ukarabati wa miundombinu ya uchakataji mkonge na mradi wa ufugaji wa mlwazi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imehamasisha sana ukulima wa zao la mkonge ndani ya nchi yetu. Itakumbuka miaka mingi iliyopita zao hili lilikuwa linaibeba sana nchi yetu, na kwa busara za serikali ya sasa ya Samia Suluhu Hassan imefaidika uhamasishaji wa kulima mkonge. Lakini changamoto ambayo tunakumbana nayo katika tasnia hii ya mkonge ni viwanda vichache vya kuchakata zao la mkonge, na Mheshimiwa Rais ametoa agizo kwamba viwanda vijengwe ili kuwasaidia wakulima wadogo wa mkonge. Kwa hiyo sisi kama bodi tukishirikiana na management ya bodi ya mkonge, lakini pia chini ya uongozi thabiti pia wa waziri wetu Mheshimiwa Bashe, tunaanza kutekeleza ujenzi wa viwanda vya kuchakata mkonge. Naye mwenyekiti wa serikali ya mtaa kijiji cha Taula, Zainabu Mohamed, amesema mradi wa kiwanda hicho ni mkombozi wa kijiji kwa wakulima wa zao la mkonge. Tulikuwa tuna hali ngumu, yani huwezi ukatafute wapi kibarua nipate hata 10,000. Lakini kipindi kinajengwa hichi kiwanda kilikuwa wamama hapa tu hea wamama tumeweza kulipa marejesho. Mheshimiwa Rais kwa kukubali na kuridhia kwamba sisi wakulima wadogo tupate fursa kama hii tuweze kulima mkonge na tuwezesha kupata viwanda kama hiki na kukarabati kiwanda chetu ili hatimaye wananchi waweze kuboresha maisha yao. Kupitia mradi huo wa kiwanda utachangia ongezeko la wakulima wa mkonge wapatao 5,000 kuwa na uhakika wa soko lao na ajira za moja kwa moja zaidi kwa watu 7,500. Nikiripoti kutoka Tanga ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Asante Dominic Maro kwa taarifa hiyo. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo amewataka wadhibiti ubora wa shule, maafisa tehama wa halmashauri pamoja na maafisa elimu wa wilaya na mikoa kuanza kutumia mfumo wa kidijiti utakaorahisisha kufanya udhibiti ubora wa namna elimu inavyotolewa mashuleni. Mabere Makubi ana undani wa taarifa hii. Profesa Nombo ameyasema hayo mkoani Mwanza wakati wa mafunzo ya awamu ya pili ya kuwajengea uwezo wa uwezeshaji wa kitaifa juu ya matumizi ya mfumo wa kidijiti wa udhibiti ubora wa shule yaliyoanza Juni 3 hadi Juni 22 mwaka huu, ambapo jumla ya washiriki 198 wa kituo cha Mwanza wamejengewa uwezo. Kama kuna shule iko kijijini labda kilomita 300,
lazima wasafiri kilomita 300 waende wafanye madodoso na walimu na wanafunzi. Ukweli ilikuwa ni kazi kubwa, lakini sasa kufuatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba tuunde mifumo na tuunde mifumo inayosomana. Mkurugenzi wa udhibiti ubora wa shule Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Ephraim Simbeye, anaelezea faida za mfumo huo wa kidijiti. Utarahisisha utendaji kazi, utaharakisha kupata tathmini na matokeo katika shule zetu au asasi za elimu, kuanzia shule za msingi, shule za sekondari na vyuo vya elimu ya kati, ambavyo vyote hivyo ni kwa manufaa ya kumfikia mdau ambaye ni Mtanzania. Mfumo utaleta ufanisi mkubwa sana na mapinduzi makubwa sana katika udhibiti ubora. Kwanza, taarifa zitachakatwa na kuhakikisha kwamba zinapatikana kwa wakati. Udhibiti ubora unapofanyika shuleni, taarifa ili inapokamilika inapatikana katika ngazi zote. Edith Mwijage ni afisa udhibiti ubora wa shule Manispaa ya Shinyanga, anaelezea changamoto walizokuwa wakizipitia kabla ya kuanza kwa mfumo mpya kwa njia ya kidijitali. Lakini jambo lingine, muda. Tulikuwa tunapata shida sana kutumia muda mrefu katika asasi moja au katika shule moja. Sasa kwa njia hii utakapokuwa unaenda shuleni, ni wewe na kompyuta yako au kishikwambi, ni wewe unafanya kazi. Mafunzo hayo yaliyofadhiliwa na mradi wa GPETSP yamewashirikisha washiriki mbalimbali wanaosimamia sekta ya elimu kutoka mikoa ya Kigoma, Tabora, Shinyanga, Kagera, Simiyu, Mara na Mwanza. Mabere Makubi, Tumaini Habari, Mwanza. Asante Mabere Makubi kwa taarifa hiyo. Wakazi wa mkoa wa Geita wameipongeza serikali kwa kukamilisha mradi mkubwa wa daraja la Magufuli linalounganisha mikoa ya Geita na Mwanza, wakisema kuwa limeondoa kero kubwa ya foreni, lakini pia ucheleweshaji uliokuwa ukisababishwa na matumizi ya kivuko. Taarifa zaidi na Jory Maduka kutoka huko mkoani Geita. Wakizungumza baada ya daraja hilo kukamilika, wananchi wamesema kuwa hatua hiyo ni ushahidi wa dhamira ya dhati ya serikali kuwaletea maendeleo na kurahisisha usafiri na biashara katika kanda ya Ziwa. Mmoja wa wadau wa maendeleo mkoani Geita ambaye pia ni mshabiki wa timu ya Yanga na mdhamini wa goli la mama Hussein Makubi Mwananyanzara amefika kwenye daraja hilo na kuelezea kufurahishwa na namna mradi huo mkubwa ulivyokamilika kwa ufanisi. Kwanza nampongeza mama kwa sababu kwa kazi nzuri aliyofanya, lakini ningekuwa naomba watu wa kanda ya Ziwa tujiandae kwa kumpa zawadi kubwa mama, ambao zawadi yetu sisi ni kumpa kura za ndio 100%. Ndio zawadi ya kwanza ambayo naiombea mimi kwa watu wa kanda ya Ziwa kwa kazi nzuri aliyofanya. Kingine naomba, mimi ni mwanamchezo, mdhamini wa goli la mama. Naomba wananchi katika wanamichezo wote nchi nzima, kwa sababu 90% wanamichezo ni Simba na Yanga. Na ndio tunaowadhamini nikiwemo mimi na mama. Mama amejitahidi sana kwenye kimchezo. Na kama hili daraja lilivyo ni daraja ambalo ni la kwanza katika Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni daraja ambalo ninastahili kuipongeza serikali. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa mkoa wa Geita wamesema kuwa kukamilika kwa daraja hilo kutakuwa na mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa mikoa ya kanda ya Ziwa, kwani sasa wafanyabiashara wataweza kusafirisha bidhaa kwa urahisi na kwa muda mfupi tofauti na awali. Daraja hili ni mkombozi mkubwa, litafungua mambo makubwa kwa ukanda wetu, ukanda wa Ziwa. Sababu mimi na matumaini kwanza usafirishaji wa mizigo sasa hata kutoka nchi jirani utakuwa rahisi. Utakuwa rahisi kabisa. Lakini pia ni jambo la kujivunia kwamba tuna viongozi ambao waliwaza mbele miaka kadhaa. Hii litafungua maisha ya watu wengi. Ninao furaha kubwa na naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa sababu imefanya jambo kubwa sana. Tumekuwa tukipata shida sisi ambao ni wakazi wa Geita, especially tunapokuwa tunakuja katika mji mkuu wa kanda ya Ziwa ambao ni Mwanza, inakuwa ni changamoto jinsi ya kuweza kufikia. Mara kadhaa nimekuwa nikikwama upande wa Busisi, umefika saa 12 jioni natoka saa 4 saa 5 usiku. Lakini kwa sasa tunashuhudia kwamba imekuwa ni dakika 3
unakuwa umeshavuka. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Wananchi hao wameitaka serikali kuendelea kusimamia miradi ya maendeleo ili kuleta tija kwa wananchi. Asante Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Wadau wa maendeleo mkoani Mara wametakiwa kutekeleza ahadi zao za michango ya maendeleo walizoahidi katika maeneo mbalimbali ili kuwawezesha wakazi waliopo maeneo ya vijijini kukamilisha miradi hiyo kwa wakati. Tupate taarifa kamili. Ukikabidhi msaada wa mifuko 50 ya simenti katika shule ya msingi ya kijiji cha Tarani kilichopo wilayani Butiama mkoani Mara, wadau wa maendeleo wametoa kauli hiyo na kusema kuwa msaada huo unakwenda kuwapunguzia mzigo wakazi wa kijiji hicho katika maendeleo ya shule. Bado tunaendelea kutekeleza ahadi hizo na maeneo mengine. Kwa hiyo kwa maana hiyo tunaomba ndugu zangu wana Tarani waweze kupokea hiyo sementi ili waweze kufanyia kazi haraka na alivyoahidi mheshimiwa mbunge katika sera zake kwamba kwa sasa ni sera ya kijiji sekondari ya kijiji kwa kijiji, na hata hawa pia wananchi hawa wako tayari wameshaandaa sehemu. Basi tutaendelea pia kutokana na nguvu za wananchi wakishirikiana na mheshimiwa mbunge kuhakikisha kwamba hiyo sera inatekelezwa haraka zaidi. Mheshimiwa ametutuma pamoja na timu yake hii kuja kuleta mifuko 50, na tunamshukuru Mungu mwenyekiti wa kata na kamati yake ya siasa na pamoja na viongozi wa chama wa tao hili wametupokea kwa bashasha, na sasa tunamshukuru Mungu kwamba hii simenti itafanya kazi kama ilivyokusudiwa. Wakipokea misaada hiyo kwa niaba ya wananchi, viongozi wa kata ya Mirwa wamewashukuru wadau hao wa maendeleo na kusema kuwa msaada huo utakwenda kuwapunguzia mzigo uliokuwa ukiwakabiri wananchi. Nashukuru sana kwa kutekeleza mambo kama haya. Mimi kama mwenyekiti wa kata hii nimefarijika, na bado naendelea kumuomba tu kwa asikate tamaa. Manake hii ni maendeleo ya kwenye jimbo lake, na sema jimbo lake ni wilaya kata hii ya Mirwa. Niseme kwamba nashukuru sana kupokea cement mfuko 50 kwa ajili ya maendeleo ya tawi hili. Kupatikana kwa msaada huu kutakwenda kusaidia ujenzi wa chumba cha darasa katika shule ya msingi Tarani iliyopo kata ya Mirwa na kuwawezesha wanafunzi kuondokana na msongamano madarasani. Kamishna mkuu wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa Filippo Grandi amepata fursa ya kushiriki na kuwapa tumaini wananchi wa Syria wanaorudi nyumbani kutoka uhamishoni, ambapo ametumia muda kuangazia mzozo unaoendelea kwenye nchi mbalimbali zenye migogoro na vita. Tupate simulizi zaidi. Siku hii ya wakimbizi duniani ni siku ya kuheshimu ujasiri na uvumilivu wa mamilioni ya watu ambao wanapitia madhira mbalimbali yenye changamoto ya migogoro. Kamishna mkuu wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa UNHCR Filippo Grandi alikutana na familia za Kisiria ambazo zimekubali kurudi baada ya zaidi ya mwongo mmoja kama wakimbizi. Furaha yao kubwa ya kuwa katikati ya nyuso na mazingira ya kawaida licha ya changamoto nyingi ya ukumbusho wa kusikitisha wa hamu ya kurejea nyumbani. Kumekuwa na miaka 14 ya mgogoro, lakini sasa kuna matumaini na fursa ya kihistoria kwa Syria kuhamia kuelekea amani na utulivu. Zaidi ya watu milioni 13 wamelazimika kuondoka makwao katika kipindi cha miaka 14 iliyopita. I come here at a moment of great danger. Niko hapa katika wakati wa hatari kubwa. Ni hatari kubwa katika eneo hili kutokana na kuibuka kwa uhasama kati ya Israel na Iran. Kuendelea kwa mgogoro wa kutisha huko Gaza na hali nyingi ni ngumu. Lakini nimefika hapa kwenye mahali pekee ambapo tunaweza kuthibitisha kwamba wakati kuna fursa ya kisiasa, wakati kuna msaada wa kimataifa, mgogoro unaweza kumalizika na watu wanaweza kuelekea kwenye maisha bora. Tangu kuanguka kwa utawala wa Assad mnamo tarehe 8 Disemba mwaka 2024, lakini suala la kurudi nyumbani kwa hiari limekuwa ni jambo jema kwa watu wa Syria. Idadi kubwa ya wanaume, wanawake na watoto, zaidi ya watu milioni 122 kote duniani wameondolewa kutoka makwao, lakini uwezo wao wa kupata usalama na msaada unakaribishwa na vitisho. I think it is very significant
for me to spend World Refugee Day in a Nafikiri ni muhimu sana kwangu kutumia siku ya wakimbizi duniani katika nchi ambayo wakimbizi hatimaye wanaweza kuacha kuwa wakimbizi na kurejea katika nafasi zao katika jamii zao katika nchi yao. Itakuwa ngumu na watahitaji msaada mwingi kama unavyoweza kuona hapa, kwa usafiri, kwa mahitaji ya msingi kutimizwa, bali pia watahitaji kurejelewa katika jamii ambayo imeathiriwa sana na kipindi kirefu cha udikteta na vita. Kwa mujibu wa kamishna huyo, kuendelea kwa migogoro kutoka Sudan hadi Ukraine, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi Gaza, kunasababisha mateso yasiyoweza kuelezeka kwa wanadamu. Ni hisia isiyoweza kuelezewa ya furaha, na kila kitu ni kizuri. Siwezi kuelezea au kufafanua. Sijawahi kuona Aleppo kwa miaka 14. Leo niko hapa kwenda Aleppo na kuona jinsi hali ilivyobadilika. Ikiwa ni hali nzuri sana, nitarejea na kuleta familia yangu na kurudi kujenga nyumbani kwetu ili niweze kukaa tena na kuishi maisha niliyokuwa nayo. Hata hivyo, watu wasio na hatia wanaoepusha maisha yao kwa kukimbia, huku risasi zikirushwa na makombora yakiwafuata, wanapitia wakati mgumu na wa hatari katika kupata mahali salama pa kuishi. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inanipa wasaa wa kwenda mapumziko mafupi. Nitakaporejea tunayetumania habari, ni kusiendelea kubaki nami. Na mtazamaji, tumerejea, na kama unajiunga nasi, hii ni Tumaini Habari na tunasonga mbele na Tumaini Habari. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Philip Isdor Mpango ametembelea kampuni ya kimataifa ya uzalishaji vifaa tiba ya Health F3 iliyopo Roma nchini Italia. Mwandishi wetu ana ripoti zaidi. Makamu wa Rais amefanya mazungumzo na viongozi wa kampuni hiyo wakiongozwa na mwenyekiti wa kampuni hiyo Maurizio Framini pamoja na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Eleonora Framini. Mazungumzo hayo yamelenga ushirikiano baina ya Tanzania na kampuni ya Health F3, hususan katika matibabu kwa njia ya mtandao. Kampuni hiyo ni moja ya makampuni yaliyo chini ya mwamvuli wa FG Group ambayo imejikita katika kutoa huduma za afya, hususan uzalishaji wa vifaa tiba kwa kutumia teknolojia za kisasa. Makamu wa Rais yupo nchini Italia kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, katika mkutano wa ubia wa maendeleo katika Afrika na serikali ya Italia. Michael Ali, Tumaini Habari. Wakati huo makamu wa Rais Dr. Philip Isdor Mpango amewasihi watumishi wa ubalozi wa Tanzania nchini Italia kuendelea kushirikiana na kuhakikisha wanaweka mkazo katika diplomasia ya uchumi na kulinda maslahi ya Tanzania katika uwakilishi wao. Makamu wa Rais ameyasema hayo alipotembelea ubalozi wa Tanzania nchini Italia uliopo jijini Roma, akiwa ziarani kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa ubia wa maendeleo kati Afrika na serikali ya Italia, yaani Master Plan, pamoja na mikutano mbalimbali ya uwili. Timu ya madaktari bingwa wabobezi 64 wa Mama Samia wamewasili mkoani Mara kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya kwa muda wa siku 5 katika hospitali za wilaya zilizopo kwenye halmashauri zote za mkoa huo. Taarifa ya Veronica Modesti inafafanua zaidi. Akitoa neno la ufunguzi wa kambi ya madaktari hao, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema ujio wa madaktari hao utasaidia kuokoa maisha ya wananchi ambao wamekuwa wakishindwa kumudu gharama za usafiri kwa ajili ya kuwafuata madaktari hao. Huduma hii muhimu inayotolewa sasa hivi kwa wananchi inawezekana tu kwa sababu Mheshimiwa Rais amewekeza sana kwenye sekta ya afya. Na hapa mkuu huyo anabainisha sababu ya timu hiyo ya madaktari bingwa kutembea kila mkoa kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Mimi naliona moja hapa ndio msema. Ninaloliona hapa kubwa kuliko yote ni kuokoa maisha ya watu. Zamani sote tunashahidi
watu walikuwa wakihangaika, wanaenda mbali sana. Akitoa salamu za Wizara ya Afya, Dr. John Mwombeki amesema wenzetu ambao ni wauguzi, madaktari na kada nyingine, ambapo wakati tunawaona wagonjwa tutatransfer knowledge au uzoefu wetu kwa wale watumishi, hata tukija kuondoka, ili wabaki na uwezo wa kuhudumia wananchi wetu katika level ambayo iko juu zaidi. Mganga mkuu wa Mara Zabloni Masatu anaeleza maeneo ambayo madaktari hao watashughulika nayo. Madaktari hawa bingwa wako kwenye fani mbalimbali. Kuna madaktari wa mifupa, madaktari wa kinywa na meno, madaktari wa ganzi, madaktari wa magonjwa ya ndani, madaktari wa magonjwa ya kina mama na uzazi. Kwa naomba tena nitoe wito kwa wananchi wetu katika mkoa wetu waje kupata hizi huduma ambazo ni huduma bora kabisa za kibingwa. Kwa upande wa madaktari bingwa waliowasili mkoani hapa wakatoa neno. Hata magonjwa mbalimbali tujitahidi kwenda kutibiwa hospitali ambako kuna wataalamu ambao watatupa dawa zilizothibitishwa kisayansi za kutusaidia kuweza kupata matibabu. Kwamba wanapotuona kwa tunakutana katika hospitali za wilaya na madaktari 64 walioko waone waandikie dawa zinazopaswa ambazo zipo vizuri kulingana na ugonjwa wake. Nikiripoti kutoka mkoani Mara, ni mimi Veronica Modesti wa Tumaini Habari. Asante Veronica Modesti kwa taarifa hiyo. Waumini wa Kanisa Katoliki Jimbo la Bunda wamekumbushwa kuendeleza tunu ya upendo na amani, hasa katika majitoleo ya kiroho na kimwili, ili kuendelea kuishi imani yao kupitia sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tupate taarifa kamili. Hayo yameelezwa na Mhashamu Baba Askofu Simon Chibuga Masondole wa Jimbo Katoliki la Bunda wakati akizungumza na Tumaini Habari mara baada ya maandamano ya siku ya Ekaristi Takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Paulo jimboni Bunda. Askofu Masondole amesema kuwa kupitia sakramenti ya Ekaristi Takatifu waumini wanaalikwa kuwa na upendo, hasa katika majitoleo ya kiroho na mwili, na kuwa wasikivu ili kutengeneza furaha inayoleta amani katika maisha ya kila siku. Siku hii ya Ekaristi Takatifu, sherehe ya Ekaristi Takatifu, mwito wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaalikwa tuwe ishara wazi ya upendo, tuwe ekaristi nyingine. Moyo na roho ya kiekaristi ni kujitoa, kila mmoja ajitoe kwa mwingine. Aidha, Askofu Masondole amezungumzia umuhimu wa Ekaristi Takatifu kwa waumini wa Katoliki na kusema kuwa chakula hiki cha kiroho ni sehemu kubwa ya ukombozi katika dhambi, mahangaiko na shida mbalimbali za kidunia. Ukombozi wetu unadhihirika katika mambo makubwa ya msingi ambayo ni kutuokoa katika nguvu za shetani, kutuokoa katika kifo, kutuokoa katika dhambi na katika mahangaiko mbalimbali, magonjwa na matesoko mbalimbali. Nao waumini waliohudhuria katika misa na maandamano ya maadhimisho ya Ekaristi Takatifu wanaizungumzia sikukuu hii muhimu katika kanisa, na pia wanawakumbusha waumini wengine kuishiriki Ekaristi Takatifu kikamilifu, hasa kwa kuvishinda vikwazo mbalimbali walivyo navyo. Tuamini kwamba hakuna zawadi nyingine ambayo inaweza kutufanya tuwe Wakatoliki na tuweze kufika mbinguni tofauti na Ekaristi Takatifu. Wito wangu kwa wenzetu ambao hawashiriki masakramenti, tunawaomba sana waweze kutoa vikwazo hivyo. Sikukuu ya Ekaristi Takatifu huadhimishwa kwa maandamano, ikiwa ni desturi ya Kanisa Katoliki kwa waumini wake na ni sehemu ya kuimarisha imani. Nikiripoti kutoka Jimbo Katoliki la Bunda, mimi ni Pasco Agaka wa Tumaini Habari. Watawa na wanaoishi maisha ya wakfu wanapaswa kufuata sheria na kanuni za mito yao. Mwandishi wetu ana undani wa taarifa hii. Ni katika adhimisho la misa takatifu ya kufunga nadhiri za muda kwa masista wa shirika la Fransiskani wa Maria wa Malkia, parokia ya Mtakatifu Vincent wa Paulo Msamala, jimbo kuu Songea, ambapo abate wa Basia ya Hanga Octaviani Masingo amewataka watawa wanaoishi maisha ya wakfu kuyafuata yale walioelekezwa wakati wa kufunga nadhiri. kadiri ya karama ya shirika
Kwa upande wao, masista hao wamefurahi kwa kutimiza lengo lao la kufunga nadhiri za muda na wametia moyo wale ambao wanataka kufunga nadhiri kama wao. Pia ninamshukuru Mungu kwa hii siku ya leo, kwani wito huu ni zawadi kutoka kwake, na wito huu unanifanya nijisikie furaha na amani kumtumikia yeye. Mimi binafsi nimejisikia vizuri kwa sababu nimeona hii ni neema ya Mungu, ni baraka ya Mungu ambayo inaniita kujitoa mwenyewe kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya kutangaza hii habari njema ya Mungu ulimwenguni kote. Hata hivyo, wazazi wamewapongeza katika kufanikisha kufunga nadhiri hizo, huku wakiwaasa kuishi katika wito wao ili waweze kufanikisha malengo katika maisha yao ya utume. Mimi binafsi najisikia vizuri kwamba mtoto amechagua kumtumikia Mungu, na mwambie amtumikie Mungu kweli kweli. Na waambie kwa kweli washike imani na kwa si wenzao kwamba wabaki na Mungu. Katika adhimisho hilo la misa takatifu pia walikuwepo masista kutoka mashirika mbalimbali ambao wameshiriki kutoka ndani na nje ya jimbo kuu la Songea, pamoja na mapadri, wazazi, walezi na ndugu ambao wameshiriki katika siku hiyo muhimu ya nadhiri za watawa hao. Wataalamu wa TEHAMA kutoka sekta binafsi na umma wameanza kutekeleza mkakati madhubuti wa kupambana na vihatarishi vya usalama wa mitandao vinavyohusiana na taarifa za umma, lakini pia na taarifa binafsi kwa lengo la kulinda faragha kwa taasisi na mtu. Taarifa kutoka huko mkoani Arusha inafafanua zaidi. Kupitia mkakati huo, wataalamu hao wamekutana jijini Arusha kuweka mbinu mahususi za kubaini viashiria vya udukuzi wa taarifa kabla haujatokea, sambamba na njia za kukabiliana navyo mapema ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi PDPC, Dr. Emmanuel Mkilia, akifungua mafunzo kwa wataalamu hao, ameainisha maeneo ya kudhibiti katika kukabiliana na janga hilo. Moja, kufanya tathmini za mara kwa mara za vihatarishi ambayo tunaita ni risk assessment, ili kubaini udhaifu uliopo na uweke mpango wa udhibiti. Pili, kuanzisha na kusimamia sera na taratibu za ulinzi wa taarifa binafsi zenye uwazi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, Mhandisi Stefani Wangwe, ameeleza lengo la mafunzo hayo, ikiwemo sheria ya taarifa binafsi. Kwa hiyo kwa sababu taasisi zina taarifa zetu, tunazifundisha sasa ni mambo gani ya msingi ya kuzingatia katika ulinzi wa taarifa hizo, ili wawe wamewalinda hao watu ambao taarifa zao zimekusanywa na wao. Kwa hiyo tutawafundisha sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa nini ipo, tutawafundisha misingi 8 ya ulinzi wa taarifa binafsi, lakini pia tutawafundisha masuala ya ridhaa. Basi taasisi iweze kuwa na mfumo imara na ambao utazuia vihatarishi katika kazi zetu kama taasisi. Mafunzo hayo yanalenga masuala ya taarifa binafsi, hasa kuangalia vihatarishi vya taarifa binafsi kwa taasisi na kulinda faragha. Na mtazamaji, ni taarifa yake Rai William kutoka huko mkoani Arusha kama ilivyosomwa hapa studioni. Katika kukabiliana na maadili ya mtoto wa karne ya 21 ya kumlea kwenye maadili, wazazi na malezi wametakiwa kutomnyanyasa wala kumdekeza mtoto, jambo ambalo litasaidia kuwa na kizazi chenye tija kwa taifa. Hii hapa ni taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya kijamii ya Wezesha Jamii Family Gathering Deo Sukambi wa mafunzo ya siku 3 kwa wamama na walezi jinsi ya kuwalea watoto wao katika maadili, kutokana na hivi sasa kuwepo kwa baadhi ya watoto kwenda kinyume na tamaduni za taifa. Tunachokifanya hapa ni kuhakikisha kwamba tunamsaidia mzazi kwanza ajitambue yeye mwenyewe, aweze kukabiliana na changamoto ambazo zinamkabili yeye mwenyewe zinazomkwamisha kwenye shughuli nzima ya kulea watoto. Ndio pili, anapotoka hapo sasa aweze kuwa baraka kwa watoto ambao wanawalea.
kauli mbiu yetu kubwa ni saving destiny, kuokoa hatima ya mtoto. Mratibu wa makongamano hayo ya Family Gathering, Rachel Pima, amesema kuwa matarajio ni kuwasaidia wazazi na walezi kuwalea watoto wao na kuacha waishi maisha yao wenyewe. Kwa sasa hivi malezi na hali ya zamani ni tofauti. Zamani pia teknolojia haikuwa kama ilivyo sasa hivi. Lakini wazazi wengi ambao wanawalea watoto katika hali hii ya sasa hivi ya kiteknolojia, wako wanawalea vile walivyolelewa. Lakini vizuri kubadilisha mtazamo na kuangalia ni jinsi gani wanaweza kuwasaidia watoto kuishi maisha ya sasa hivi. Nao baadhi ya wazazi walioshiriki mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo yamekuja wakati muafaka, kwani changamoto za maisha zimepelekea wazazi kutowalea watoto katika maadili. Malezi tunapata mafundisho ambayo yanatufaa kama wazazi, kutusaidia namna nzuri ya kulea mtoto akiwa kwenye umri wa miaka 0 mpaka atakapokuwa mzee kupitia family gathering. Tusiwe wakali sana kupitiliza kulea mtoto, lakini pia usiwe mpole sana kupitiliza kumlea huyo mtoto, kwa sababu inawezekana unamharibu wewe, unajua kabisa unamjenga. Tuendelee kujifunza, lakini pia ukisikia makongamano kama hayo tuhudhurie wa mama. Kufanyika kwa kongamano hilo la siku 3 hakuna budi kuungwa mkono na wadau mbalimbali katika kuhakikisha maadili yanalindwa. Zaidi ya shilingi milioni 400 zimetumiwa na mbunge wa jimbo la Chambani Mohamed Abraham Mwinyi kwa ajili ya kutekeleza shughuli za maendeleo jimboni humo kwa kipindi cha miaka 5. Taarifa yake Masanja Babula inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi skuli, madrasa, pikipiki na vifaa vya ofisini kwa matawi ya CCM jimboni humo, mbunge wa jimbo hilo Mohamed Abrahman amewataka wanachama hasa waliokabidhiwa pikipiki kuzitumia kwa lengo la kujikwamua kiuchumi. Kama mko wanachama 100 tu na mnapita, mkisema usajili wenu huu, mkisema ukundi wenu huu, ushirika wenu huu, kila mtu mmoja kwa siku anatoa shilingi 1000. Kwa siku mnakuwa na shilingi 100,000. Kwa mwezi mnakuwa na milioni 3. Yaani milioni 3. Mshapata pikipiki. Au ndani ya miezi 3 mnapata pikipiki 2. Kwa sababu ndogo. Lakini leo hii tukikabili huko, kama hakuna umoja wetu, tajiri wa pikipiki nani? Kwa pikipiki hii tajiri wake anakuwa ni mmoja wenu. Tunakukabidhi pikipiki hii, unahakikisha kwamba kila jioni tunakupa shilingi 10,000. Naye mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kusini Pemba, Yusuf Ali Juma, amewataka wazazi kusimamia suala la elimu kwa watoto wao. Watoto haki yao ya kwanza ni kulelewa, lakini haki ya pili ni kupewa elimu. Leo kuna baadhi ya wazee watoto hawa wanawabebesha tungule, mabamia na mabilingani. Hao watoto unawanyima haki zao za msingi. Kwa hivyo naomba nitoe wito kwa wazazi wenzangu wa hapa Mapape Chambani. Kama wapo watoto wanaendelea kutumikishwa kwa njia ya biashara, acheni mara moja tabia hiyo. Na mimi nakuombeni, waleteni shule watoto wasome, wapate elimu. Hawa ndio watakaokuwa viongozi wetu kwa kesho. Katika ziara hiyo, mbunge huyo pia amekabidhi kompyuta 8 na shilingi milioni 8 kwa matawi yote ili kurahisisha utendaji wa kazi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi katika ikulu huko Moscow. Hii inafuatia mzozo kati ya Iran na Israeli unaozidi kutanuka baada ya Marekani kuvishambulia vinu vya nyuklia vya Irani mwishoni mwa juma. Mwandishi wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekutana na rais wa Urusi baada ya kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kumtuma waziri huyo kuomba usaidizi wa Rais Vladimir Putin baada ya Marekani kufanya mashambulio makubwa ya kijeshi dhidi ya maeneo ya shughuli za nyuklia ya Iran. Mashambulio hayo yakiwa ya kwanza kufanywa na Marekani
tangu mapinduzi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu mwaka 1979. Viongozi wa ulimwengu wanaonesha kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya uwezekano wa kutanuka vita hivyo, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama ulioitishwa jana alionya dhidi ya kuendelea kwa mashambulio ya kulipiziana kisasi, wakati China nayo hivi leo ikitahadharisha dhidi ya kusambaa kwa vita hivyo, huku ikitolea mwito jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua zaidi kuzuia vita hivyo kuathiri uchumi wa dunia. Michael Ali, Tumaini Habari. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inanipa wasaa wa kwenda mapumziko mafupi. Nitakaporejea itakuwa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi. Nikusii endelea kusalia nami. Na mtazamaji, tumerejea ni wasaa sasa wa habari za biashara na uchumi. Na katika habari za biashara na uchumi tupate taarifa za ubadilishwaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania, na hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu BOT na kama inavyoonekana kwa mfumo wa jedwali. Na mtazamaji, kwa ripoti hiyo kutoka BOT inanipa wasaa wa kwenda mapumziko mafupi. Nikirejea itakuwa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Nikusii endelea kusalia nami. Na mtazamaji, nimerejea ni wasaa sasa wa habari za michezo na burudani, na moja kwa moja niungane na Nicholas Kiroko iende mwenye undani wa habari za michezo na burudani. Naam, shukran sana na nikukaribisha sana kwenye habari za michezo, ambako Baraza la Michezo la Taifa BMT limemtembelea mchezaji wa zamani wa Polisi Tanzania Gerald Mdamu na kumpatia kiasi cha shilingi milioni 1 ili kiweze kumsaidia katika matibabu yake pamoja na familia yake. Ziara hiyo ilifanywa na maafisa wa Baraza la Michezo la Taifa BMT jijini Dar es Salaam ili kumfariji na kutokana na majeraha aliyopata Mdamu kutokana na ile ajali aliyoipata mwaka 2021. Kama itatokea wale wadau wengine wakanisapoti pia, napo nitashukuru sana, kwa sababu bado napambana na hali yangu. Kwa nawaomba sana kwa wadau wote wa mpira waniangalie, wasinichoke, kwa sababu bado mimi ni mwanafamilia wao, na nawaomba sana waweze kunisapoti, wasinichoke. Na mshukrani sana. Hayo kwenye upande mzima wa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania Karim Boimanda amesema baada ya kutamatika kwa mchezo wa dabi kati ya Yanga na Simba kutakuwa na sherehe za kukabidhi kikombe kwa bingwa, na mchezo huo wa dabi unatarajiwa kupigwa siku ya Jumatano Juni 25 katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 11 kamili za jioni. Kwake anasemaje? Na kwamba bado hatuna bingwa, na timu mbili zinazokwenda kupambana katika mchezo huo zinatofautiana alama 1. Ni kithibitisho kwamba tumekuwa na msimu wenye ushindani mkubwa. Sasa tuna thamani ya tarehe 25 imeongezeka maradufu. Mchezo wa dabi ya Kariakoo wenyewe peke yake ukisimama umekuwa na mvuto mkubwa. Umekuwa ukivutia watu wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Lakini sasa tuna tukio la kukabidhi kikombe cha ubingwa ambalo lenyewe ni tukio kubwa
na lenye mvuto, likivutia watu pia kutoka ndani na nje ya nchi. Sisi sherehe zetu za ubingwa si sherehe ndogo ndogo, ni sherehe kubwa sana. Kwa hiyo matukio haya mawili sasa yanakwenda kutengeneza tukio moja ndani ya siku moja, na ndio sababu tumeona tuwaite leo ili tuwaeleze namna ambavyo tunaendea matukio hayo makubwa. Naam, wakati yote yakizungumzwa, hatimaye dabi ya safari hii kweli haina kipengele. Ni kwamba waamuzi wa mchezo huo hawatatoka katika ardhi ya Tanzania. Ni wachache sana, lakini wengi wao wanatoka nje ya Tanzania. Ni kwa namna gani? Match commissioner atakuwa ni Salum Omari Singano, huyu akitokea Tanzania Tanga, lakini pia referee wa mchezo sasa mwamuzi wa kati pale dakika 90 zile ataziamua akiwa ni Amin Mohamed Amil Omari akitokea pale nchini Misri, lakini pia msaidizi wake nambari 1 Mahmoud Hamed Abou akitokea pale Misri, lakini msaidizi namba 2 Samil Gamali Saad Mohamed akitokea pale nchini Misri, lakini pia official namba 4, kwa maana kwamba yule msaidizi namba 4 Ahmed Elugadu akitokea pale pia nchini Misri, lakini pamoja na wote mwingine akiwa ni Ali Mohamed, huyu akitokea Somalia. Lakini pia kwa upande wa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Ali Kamwe amesema wale ambao walikata tiketi za dabi ya Kariakoo na mchezo ulioahirishwa na kwa bahati mbaya walizipoteza kadi zao, bado wanayo nafasi ya kuhakikisha kama wanashuhudia kipute hicho kwa utaratibu maalum ambao utakaokuwa umeandaliwa. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi 8 alafu ile mechi ikayeyuka. Yayo ile tiketi bado unayo. Si ndio bwana Ile tiketi bado unayo nyumbani. Utaratibu wa wewe ambao ulikata tiketi Machi 8 na ile tiketi bado unayo. Hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine lakini unayo nyumbani. Wewe ikifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, kapunch taratibu kama kawaida, ingia ndani. Ile kijini hatua namba 1 kwa mtu ambaye ana kadi yake, mpaka sasa hivi atutazama live kupitia Azam TV hapa, ana kadi yake na alikuwa anajiuliza mimi nikata tiketi Machi 8 sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia. Geti lolote, jukwaa ulokata, kapanchi mlangoni, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi. Sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi. Maana tunadili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu. Wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi 8, yani ile kadi, ulishindwa kuitunza. Huna pochi, huna kabati, huna lolote. Bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Tumesha hivi kwenye habari za michezo kwako. Asante Nicholas Kiroko kwa habari hizo za michezo na burudani. Mtazamaji, tupate utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika, Rukwa, Nyasa, pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ya Bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati usiku wa leo ni maeneo mengi hapa nchini yanatarajiwa kuwa ni makavu na yenye hali ya ubaridi. Hali ya ubaridi zaidi tunaitarajia katika maeneo nyanda za juu kusini magharibi kwa nyuzi joto 8 katika maeneo ya Mbeya pamoja na Njombe. Wakati siku ya kesho tunatarajia kuwa bado maeneo mengi yanatarajia kuendelea kuwa ni makavu, isipokuwa katika maeneo ya Kagera, Mwanza pamoja na maeneo ya Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa na mvua nyepesi. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, langu jina naitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema. Kwa utabiri huo wa TMA ndivyo wanavyotamatisha Tumaini Habari, lakini nikukumbushe kuendelea kuunga mkono kampeni yetu ya Tegemeza Tumaini Media kwa majitoleo yako kupitia nambari zetu za Mix by Yas na M-Pesa zinazotangazwa katika vipindi vyetu mbalimbali. Moyo mtakatifu wa Yesu, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, sisi sote ni maujaji wa matumaini. Mtazamaji, hadi hapo sina la ziada, ni kushukuru kwa kuwa nami, lakini pia
Niwakumbushe wale wote mafanikisha Tumaini Habari kukufikia hapo ulipo. Kwa niaba ya mwenzangu Nicholas Kiroko, jina langu naitwa Frank Godfrey, na nikutakie usiku mwema na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Television Tumaini. Tukutane wakati mwingine mara nyingine. Kwaheri kwa wakati huo.